Hello, my great family. How are you doing? Hoping everyone is doing fine. Thank you so much and feel much appreciated for your great support. I don't take it for granted. May God bless each and every one of you. Let's keep supporting each other and we shall grow together. Okay, let's get into our today's video, which is about Pastor Ezekiel's prophecy to Wema Sepetu. Ni good news from our Tanzanian brothers and sisters. Like Wema Sepetu amejulikana sana kwa mtandao for the longest, na kuna clip fulani hapo alifanya akilia sana, akiwa very bitter, akielezea story yake na penye amekuwa apati watoto, vitu kama hizo. So she was expressing herself akiwa very emotional, and kwa comment section ndiona watu waliweza kumtumia hugs pale, wakamwambia all shall be well. Then a coincidence, Pastor Ezekiel, for those who know Pastor Ezekiel, akapass through kwa mtandao na akapatana na that clip ya Wema Sepetu akilia akisema venye amekuwa infertile for a while, and that time she was 35 years. Na akasema sasa yeye anaona it's too much for her and she can't stress herself to more than how she has been stressed, so akaamua liwalo na liwe. So Pastor Ezekiel alifeel pain ya huyo mwanamke, and imagine akamuombea tu, alikuwa on special service kwa garden yake, then akaamua why not, I should pray for this. Yani kuna venye ilimvuta tu, ilimguza. Na imagine akaprophesy akasema this lady one day one time atajifungua, wakati wake utafika tu na apate mtoto. Si eti hawezi pata mtoto, she can give birth but her time shall come. Imagine now to our shock, Wema Sepetu ashajifungua. And by the way, the first time I saw her picture wakisema ako na mimba, I thought it was a AI. People never took that serious. Alikuwa na post sana but hatukuwa yamini. Same case to Esther Musila, there is a time watu walimpost sana akiwa na mimba na tukakuja kurealize ilikuwa AI. So same case to Wema. For me, I took it as just a joke. Watu maybe walikuwa wana mock in a way, but kumbe ilikuwa reality. So hii inamaanisha nini? Tukileta hii story yote tunamaanisha kwamba God's timing is always the best. Na watu wataweza kutusi, wataweza kubuli. Mnaelewa vile wanawake wanapitia stigma ya kuitwa barren, vitu kama hizo, kuambiwa kwenda hata hufai kuongea, hauna mtoto. Like kuna venye mwanamke ufeel vibaya sana wakati watu wanamdhalilisha kwa mitandao. Unapata hata hana say why, eti venye tu hana mtoto. Na unapata huyo mwanamke anaishi kujichukia. Unapata like why me? Akiona watoto wa wenyewe anafeel like hakudeserve kutokuwa na mtoto. Mnaelewa that experience ya wanawake. Wanawake wana go through a lot. Na kitu tu naweza sema, women, let's be very careful. Kwa Mungu hakuna barrenness. Kwa Mungu hakuna tasa. Hiyo ni kitu ya kwanza. Alafu saa zingine tusirush. Wewe ukijua tu uko sawa, hautumii family planning ama nini. Ujue tu time yako itafika. Imagine, huwa wanasema menopause kwa mwanamke inafika from 45 kupanda. Haya, kuna wengine wana extend, inategemea tu na hormones za mtu hivyo. Kuna wengine inaanza 50, kuna wengine inaanza early 40s, kuna wengine inaanza late 30s. Kuanzia 35 kupanda 36, kuna wenye wanaanzia menopause yao hapo. So ina depend na body ya mtu na hormones zake. Imagine kuna wanawake wana give birth even at 50s. At 50 mwanamke anapata mimba. At 40 mwanamke anapata mimba. So it's not a big deal. Na wakati Mungu anasema tick, imagine penye Mungu amekuwekea tu kupata mtoto utapata.
bora tu ujiweka vibaya. Unajua watu wengine wanakosa kupata watoto, kuna hizi dawa zimekuja na ziko na effects mingi sana kwa body za wanawake. So unapata the more you use them, the more zinakuletea shida ya infertility. Unadhani hata watu wataweza kudhania vibaya, wadhani huyu labda ametoa mimba hadi sasa imefika to an extent ya hawezi pata. Wengine hata si kutoa mimba, wengine ni hizo nini zinawa affect kwa body, ni hizo dawa za kukinga mimba zinafanya body inakuwa, mayai inakuwa weak. Na unapata huyo mtu ame struggle sana, anakunywa miti shamba ndio aweze kuwa fertile, but inakataa. But ile time tu hizo dawa zimeisha kwa mwili, huyo mtu atashika mimba hata ushangae. Mnaonanga mtu ameweka family planning ya 2 years, 5 years, na akienda kutoa, it might take time for that person kushika mimba. So haimaanishi eti that person is infertile, no. It's just a matter of time. Kwanza hii mwili hormones zibalance, urudi normal, then kila kitu ikuwe sawa. Lakini pia wengine ina depend tu na vile tu Mungu ameumba mtu. Kuna yule mtu hata atazaa at 14 years, at 13 years. Kuna mtu atazaa at 20s, mwingine at 30s. Ina depend. So usikuwe na pressure ya maisha. Usikuwe na pressure ya maisha kabisa. Kwanza kwa mtu mwenye anajua yeye hajawahi eti tumia dawa ama nini. Usikuwe na pressure hata ukifika 30 kama hauna mtoto. Jua tu one day one time utapata huyo mtoto, borake hauna medical condition, uko tu sawa. Mimba itakuja tu wakati wake. Unajua pia kupata hawa watoto si eti ni nini, ni blessings. Na ni Mungu anakuanga ameplan all that. Ni Mungu anakuanga ameplan. Kila mwanamke ana deserve kushika mtoto kwa arms zake, ana deserve kunyonyesha, a feel hiyo experience ya motherhood. Inakuanga very sweet, na yani tunaombea wanawake wote wasiokuwe na any complication ikifika ni wakati wanahitaji watoto ama wakati wako on that process of getting the kids. Mungu wa bless kabisa. Wamama ni watu wa maana. Without them hata sijui tungetoka wapi. So we should appreciate these women, and I know and I can guess how this Wema Sepetu is feeling. Like she has experienced something hajawahi experience kwa maisha. Alafu tena ni kitu hakuwa na expect. Like ni kama hata alikuwa 50-50, hata wakati maybe hiyo mimba aliona ili grow. Like I know she used to doubt herself, akijiuliza hii ni yangu ama ni ya neighbor, is this me ama nimechangiwa na mtu mwingine. I wish this Wema comes across this Pastor Ezekiel's prophecy, yani aone venye pastor anamuombea na passion. So saa zingine let's trust in God. Saa zingine imani ya mtu inaweza mfanya akue chenye anataka, apate chenye hakuwa na expect. Through faith everything is possible kwa Mungu. Through faith. Unajua watu wengi huwa waamini hizi prophecies, lakini yule mtu wako na imani, imagine they are fulfilled. Unapatanga sasa maybe hiyo time pastor aliongeanga this prophecy. Ukiweza, I would wish to pass through that comment section, nione reaction ya watu those days. It is like a year ago. I want to go there, then ni peruse nione how people said there on comment section. Utapata pia kuna wenye wako against, wanasema hawa tumewazoea huwa wanaongea hivi, hapa hakuna kitu sijui nini. Unaona, like venye tu wewe unaamini ni wewe. Utaweza kosa kuamini na wewe ukae tu hivyo, but kuna yule mtu atasikia that word na aseme amen, yes it can happen, it's possible, na hivyo ndio ata receive that thing. Hiyo kitu anataka ndio ata receive. So let's keep on trusting in God. Everything is possible with faith. Weka imani yako juu sana. Nowadays watu hawaamini prophecies, but they are happening. They are fulfilled. Unless your faith is very low. Anyway, congratulations to Wema Sepetu. May God be with you. And I wish I could be you. Hata singeshika break. Saa hiyo ni kufungulia. Already you have money, of course. Saa hii hata huyo mtoto akifika like 1.5 years, mimba ingine.
kidogo kidogo hivyo, ufuatanishe hata watoto 4 of them na urelax. Sasa ulee watoto. Anyway guys, tell me on comment section your take on this story. Hoping mmefurahia hii story ya Wema. Tuendeleeni kumuombea sana, akuwe na afya mzuri, tuletee watoto wengi, to celebrate, like this is a miracle and of course we should celebrate. Wakati unapata hiyo chance ya kupata mtoto, sasa unafungulia, hauachi eti for long tena, because you understand your problem, so you have to give birth faster ndio umalizane na hiyo chapter. I know of a girl who was mwenye alikuwa abused huku kwa social media eti apati watoto. Ile time mtoto wa kwanza tu alikuja, amewafuatanisha within 3 years amepata watoto 3. 3 years. Yeah, you can imagine alikuwa anashika hiyo mimba aje. Calculations mtu wangu, so it's possible. Na saa hiyo wale watu walikuwa against her, wote waliziba midomo. Sababu they have nothing to say, they have nothing to share, because walikuwa tu wanabweka huku nje. Mwisho wa siku, Mungu akawaonyesha tofauti. So, mipango ingine inakuanga ya God, and let's appreciate this lady. God has done good job upon her life. Congratulations, and don't forget to press that notification icon bell on for more content to come. Bye bye, take care.